Bwana video support. Tulipongeza shirikisho bwana, tulipepee shirikisho. Of course, ni kitu sahihi sana kimefanyika. Sahihi sana. Au na yeye nitakuwa naita sababu ile. Wafanya kazi kubwa. Wale Skaria. Sure. Kwa hiyo ukiangalia mpaka hivi sasa michezo ambayo tumeshuhudia kwa asilimia kubwa labda muamuzi aende na matokeo yake mfukoni. Lakini chanzo kikuu cha malalamiko na manunguniko ilikuwa ni swala la uamuzi. Tayari tiba namba 1 imepatikana. Tiba namba 1 imepatikana la tena sio ukiangalia kwa picha pana. Yes. Tulihoji pia, lakini kumbe ilikuwa ni swala la kikanuni kuhusu waamuzi wazawa, namna ambavyo uchezeshaji wao. Baadaye bodi ya ligi na TFF wakaja kwa kanuni, wakaweka loophole ya kwamba maamuzi zakatoka nje. Ndio. Na tumeona mechi kubwa zile. Ndio. Waamuzi wametoka nje. Wametoka nje. Kwangu mimi ni jambo jema kwa sababu hakuna sehemu ambayo ilikuwa inaturudisha nyuma kama nchi, tukizungumzia maendeleo ya mpira wa miguu katika eneo la officiating, eneo la uamuzi. Tumehoji vitu vingi sana. Ushindani wao, mitaala wanaopitishwa, na namna ambavyo mwingine uelewa wa matukio ama kutafsiri matukio ndani ya uwanja. Lakini kwa hili unaweza kaona kuna matukio kama 3-4. Moja wapo mechi ya Kagera ile na Simba. Ya Duchu. Kundu. Yes, Kameta Duchu. Mechi ya Namungo na Africans. Ndio. Chuma ile yapita sharu lile. Yeye ndugu yangu hata goli la Namungo walijiridhisha. Yes, sure. Bwana sio mchezo. Lakini mimi ndasakafia kuona kama kweli mpira wetu, ligi yetu imepata mkombozi. Utasakafia iwapo? Maki hapo mpaka hivi sasa mkubwa mmoja hajang'atwa, hata mmoja. Na yule aliyeng'atwa alinufaika kwa sababu mechi yenyewe alikuwa ameshapata matokeo mazuri. Lakini so far tuwapongeze. Maki hawa kubwa na watageta fulani. Sema mwisho wa siku kuiba hadharani kazi, unajua? Yaani kwa mazingira yao ya mkubwa kung'atwa alafu ndo mambo yabadilike. Sema faida nyingine ni kwamba wewe bwana mkubwa ukianza kulalamika na mambo hadharani, utaonekana mweu pia. Unaonekana mweu, mwendawazimu pia. Sababu mzigo unaonekana wazi. Bwana kosa ila hapa imerejewa, ndo mtu kaadhibiwa, ama wewe umekuwa sehemu ya aliyeumia. Ndio sababu hata waamuzi wenyewe hata kama kulikuwa na namna fulani walikuwa wanaishi kwa pressure. Bwana mzigo uko hadharani, mambo kwa ushahidi. Ningefanya nini pale? Na kwa waamuzi imekaa vibaya zaidi kwa sababu utakapokuja na maamuzi ambayo ni tata mara baada ya kuwepo na usaidizi wa kuweza kukufanya wewe utoe maamuzi ambayo ni sahihi. Yani kuadhibiwa ama kutolewa kabisa ku officiate tena mechi kwenye ligi, hiyo ni adhabu stahiki. For sure. Ambayo yani hutolalamika kwa sababu watu wote wameona hadharani. Offside umeenda kule umechorewa mpaka mstari kabisa. Ile pale bwana huyu mjomba yuko offside. Wewe unaweka goli. Watu lazima kae chini wakunyoe. Watu wakunyoe. Kwa simile hiyo kaka. Kwa marefari nimependa kwa sababu sasa hivi tumeona inawezekana labda kweli walikuwa wanafanya makosa ya kibinadamu kwa sababu walikuwa hawana usaidizi wa teknolojia. Lakini kwa sasa tumeona toka mchezo wa kwanza mpaka leo hii mchezo ambao umetamatika hatujaona malalamiko ambayo yana point moja kwa moja referee. Kwa hiyo kumbe marefari wetu walikuwa wazuri, walikuwa wanakosa usaidizi kwa sababu hata Ulaya tumeona marefari kuna hizo usaidizi, lakini bado watu wanakuja na maamuzi ambayo sema kuna maamuzi mengine ambayo yalikuwa hata hahitaji hiyo video assist. Watu wakatumia kichaka hicho. Kashafanya maamuzi afu anaenda aibu, anaenda kuonea chooni. Kwa maluatoni kule ndo mimi naonekana kitoko mimi. Lakini ndio hivyo, maamuzi kashafanya. Kwa mimi nimependa ujio wa hii teknolojia. Tunapata kuona mechi ambayo iko very clean. Kwa mfano nilikuwa namwambia Marusu, hii game ya Namungo dhidi ya Geita imepigwa mpira mkubwa, yani wachezaji wanajiachia, wanajua kabisa endapo itatokea tukio ambalo ni tata, referee atashindwa kuliamua, kuna usaidizi huko nje. Ile inapelekea mchezaji anacheza akiwa yuko free zaidi. Lakini hata game ya kwanza ile ya Mashujaa umeona game ilivyokuwa na Dodoma. Game ilikuwa imetembea. Sasa ujio wa teknolojia hii ya usaidizi kwa referee umetufanya hata mpira wetu sasa hivi tuna enjoy. Unajua sasa hivi huwezi kuchagua mechi. Huwezi kuchagua mechi kwa sasa. Yaani mechi yoyote ambayo unakaa
unaitizama na pia uwepo wa makocha vijana, kuna ladha fulani imeongezeka. Yani mpira unakuwa una kasi. Kuna nyakati tulikuwa tunakwenda kushuhudia mechi za ligi kuu kwa mang'amng'amo ambayo tulikuwa kwa historia. Yani ulikuwa unajua yani matokeo unayajua. Yes. Unajua mtu kwa sababu yani kuna nyakati tunaona kuna watu wanakwenda kunyongwa hadharani. Yeah, sure. Na akija kuhojiwa muamuzi, issue ya kiuamuzi, kamati kihojiwa, sasa bwana, kusema ukweli hata wenzetu waliopiga hatua wana teknolojia kusaidia muamuzi kujiridhisha juu ya maamuzi aliyotoa awali. Kwa hiyo ilikuwa kila aina ya mechi ambayo unakwenda kuishuhudia, hususan hao wakubwa wakiwa wanacheza, kwa asilimia kubwa matokeo yalikuwa ni predictable kabisa yani. For sure. Sio kwamba nyakati zote hao wakubwa wanakuwa vizuri. Sawa? Yeah, uko sahihi. Kuna nyakati wanapaswa kuadhibiwa wanapokuwa vibaya. Yani wazo ni namna gani unakuwa fair, kwa sababu football lugha yake ya kwanza ni fair play. Yani unapokwenda kwenye eneo la maamuzi, ikitokea mahali ambapo Yanga amekosea, basi ahukumiwe kama ambavyo angehukumiwa na Mungu akikosea. Mahali ambapo Simba amekosea, basi ahukumiwe kama ambavyo Coastal Union angekosea. Lakini mara kadhaa tulikuwa tunaona hayo makosa yakijirudia kuwanufaisha zaidi hivi vilabu vikubwa kuliko vilabu vya madaraja ya kati, na teknolojia hii inafyeka kichaka cha matembele hicho kilichokuwepo. Kwamba kwani kichaka cha matembele kikoje mzee wangu? Kile kidogo ambacho mtu anaonekana bado anang'ania kujificha, yani kwa kimo ni kifupi, lakini mtu anakomaa kujificha, mwili unaonekana, mtu anajificha kichwa. Hii ndio ilivyokuwa baadhi ya maamuzi, ndio ilikuwa msingi wake wa namna hiyo, kwa maana kwamba mtu anajua pesa, sio kwamba hajui kwamba hili ni kosa. Anajua, ila amechagua kusimamia kwamba sio kosa kwa sababu mtu fulani ananufaika ambaye ni mkubwa kwenye ushawishi na labda kwenye mipango huko nyuma, you never know. Semi kama ni kweli, labda walimfikia. Lakini pia wengine, bwana Edgar Kibwana, mimi naamini pia ni utashi wa watu wengine, wana ushabiki wao na hizi club kwa nyakati hizo. Sisemi moja kwa moja, lakini kuna nyakati ambazo hizi club pia zimekuwa zikizungumzwa vibaya kwa sababu ya maamuzi tu au utashi wa mtu. Hajafuatwa, hajapewa chochote, hajashinikizwa, basi kwa utashi wake ameamua. Mwisho wa siku hizi brand na jezi zilikuwa zinachafuka kwa sababu ya maamuzi ya mtu binafsi tu. Sasa before kwenye hilo kabisa, kabla hata Kipsi hajasiliba, unajua ubaya wa hivi vilabu vikubwa kabisa, sio lazima klabu yenyewe kucheki. Hivi vilabu vina watu wengi ambao wana nguvu kubwa na ambao wanaathirika hivi vilabu vikifanya vibaya. Mtu anawezekana na klabu haijui chochote, lakini kwa sababu yeye ana nguvu, ana mipango, ameshafanya utaratibu wa peke yake kuweza kuhakikisha klabu yake inanufaika. Kwa kifupi, kwa mabadiliko makubwa ya usimamizi na uendeshaji wa mpira wa miguu duniani, tunapaswa kuendelea kukimbizana na mabadiliko hayo kwa kuboresha kuanzia kwenye mitaala, au sio bwana Edgar? Ayub na Marusu. Lakini pia hata sisi ambao tunakitumikia kiwanda tunapaswa kubadilika. Kuanzia waamuzi, kuanzia sisi waandishi, kuanzia viongozi wa vilabu, au sio bwana, mamlaka, ili tuweze kufikia malengo nchi ya ahadi. Kwa hiyo ni jambo kubwa kwa upande wa hii teknolojia, lakini pia kwa mtu mmoja mmoja, kwa mfano kwa waamuzi, mimi nawapongeza kwa sababu wamekuwa wakijitahidi pia kuitendea haki ile teknolojia ambayo ipo kwa ajili ya kuwasaidia. Ya kwanza ile hakuwa kuna malalamiko kabisa, kila kitu kilipanda proper. Na ni sasi leo sasi kwenye ile game ya Namungo, nataka nigusie. Wewe unasemaje? Raundi ya pili ni kama kwenye hii game ya Namungo kidogo kuna mang'amng'am. Nadhani kama nakumbuka sasa hapo ndo kwenye, kwa sababu mwisho kwenye teknolojia ipo sawa, lakini sasa mtu anayetafsiri kuleta matokeo ya mwisho kama ni sahihi ama sio sahihi ni mwanadamu pia. Na yule ana room bado ya kukosea. Sasa amefanya, tunatamani kwa asilimia kubwa yawe ni yale ambayo sio kukosewa, yawe ni mambo sahihi ambayo yanaamuliwa baada ya kujiridhisha kwenye video support. Lakini kuna tukio leo kwenye mchezo wa Namungo na Geita, adadi imepigwa cross na Hans Masud kuingia kwenye lango la Geita. Alafu mshambulizi wa Namungo anataka kwenda kuweka kimiani, ana advantage yuko mbele ya mlinzi wa Geita. Amefanywa madhambi kwa maana kuguswa kwenye mguu na anaanguka bila kugusa mpira. Alafu baada ya pale mpira unakuwa zagao, anaokota mlinzi wa Geita, anaondosha hatari. Kwa maana hiyo ni kwamba amenyimwa goal scoring opportunity yule mtu. Benchi la ufundi la Namungo wanaomba video support ifanye kazi. Inakwenda kufanywa kazi. Sasa anatazama vizuri, lakini anarejea kwamba sio tuta.
Kwa maoni yangu mimi ilikuwa tuta. Ayubu, kwa maoni yako? Nimeenda nimeiangalia tena kama mara 3 ile video. Alikuwa yupo sahihi. Alikuwa yupo sahihi. Kwa sababu mwamuzi alikuwa yuko sahihi kwa sababu ile cross ilivyopigwa mshambuliaji alijua kabisa kuna contact inakuja nyuma. Kwa alijiandaa kabisa. Sasa beki alichokifanya kama anataka kumgusa akautoa ule mkono dakika za mwisho. Alafu akautoa kama amejinyoosha. Kujinyosha mshambuliaji akiwa tayari na hiyo picha ya contact inakuja nyuma. Hata kama contact iko minimal, yani akajirusha kwa sababu ule mpira alikuwa anaweza kuucheza vizuri kabisa. Na refa akaona kabisa huyu amenidanganya kwa sababu huu mpira alikuwa kama anaruka kichwa angekutana nao. Ila yeye akawa ametegea hiyo contact. Ndio maana akasema hapa hakukua kabisa na hiyo faida ya kunyimwa goal scoring opportunity. Okay. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa sababu mwisho wa siku sasa hivi unajua waamuzi walikuwa wamepewa majina yote mabaya. Yeah, sure. Yes, lakini kwa sasa nafikiri tujipe muda tujipe muda. Ligi bado haijaanza. Teknolojia kwanza imeanza kutumika. Tunasifu mwanzo mzuri. Tujipe muda lakini. Tujipe muda Sure. Sawa bwana. Bwana bado tutaendelea kukujuza kinachojiri kwenye ligi kuu.